Karibu JTDFX. Kwa mawasiliano zaidi utanicheck kwa namba ambazo zinaonekana hapo kwenye skrini yako. Pia nimeandaa grupu la WhatsApp la pamoja, angalia link kwenye description then utajoin. Pia kwenye description nimeweka linki za akaunti za kuweza kutrade forex. Fungua akaunti ya kutrade forex kwa Just Market Broker, link kwenye then isikofanya kazi nenda Play Store download, utaweka kodi kwenye description. Sasa leo nataka nikufundishe kuhusiana na order block strategy. Sasa hii order block ni nini? Hii order block ni eneo ambalo chati linatengeneza, na ili eneo always large institutions, taasisi kubwa kama bank pamoja na hedge funds huwa zinaweka order kwa kiwango kikubwa sana katika ili eneo, ambapo itapelekea kuweza kuluka, inabadilisha ile movement, itakuwa itaacha gap. Kwa hiyo lile gap litakuwa lina act kama support au resistance, inabadilisha soko linakuwa linaacha candlestick inakuwa ina gap bora. Kwa lile gap likiweza kutokea, inabadilisha kuna order zinakuwa hazijawa filled. Kwa hiyo soko likienda, then lazima litarejea katika lile gap liweze kufill zile order na kwenda katika direction ambayo inatakiwa kwenda. Kwa hiyo tunaweza tukatrade kwa kutumia order block. Sasa order block ni kama unavyoona hapa. Ukiangalia kwenye hii ya kwanza upande wa juu, umeona baada ya kuweka hii box ya order block kuna hii candlestick ambayo ina gap ile hapa, ambayo tulisema tunaweza pia tukaliita kama ni fair value gap. Kwa hiyo kuna ile gap ambalo, kwa hiyo ukiangalia hapa utaona gap ile hapa, kuna ile gap. Kwa hiyo kwenye ile gap kwa chini ndipo ambapo tunaweza kuichora hii order block, kwa sababu kuna ile gap ambayo limekuwa limeachwa kwa itakuja kufill, then soko itaendelea na movement. Sasa sheria za kuweza kuchora order block, kwanza lazima kuwe kuna distance move, na maana soko liweze kumove kwa kiwango kikubwa. Lazima soko liweze kumove kwa kiwango kikubwa, soko liweze kumove kwa kiwango kwa hiyo hapa lazima kuwe kuna distance move, na maana soko liweze kuonyesha momentum ambayo inakuwa ni kubwa. Angalia hapa kuna hii momentum ambayo ni kubwa, kwa hiyo lazima kuwe kuna distance move, lazima kuwe kuna distance move kama unavyoona hapo. Lazima pia kuwe kuna gap. Kwa hiyo kuwepo na gap tunaichora chini ya hilo gap. Ukiangalia hapa fair value gap ni hii. Ukiangalia hapo fair value gap ni hilo hapo, kama unaliona kuna mshale wa njano. Kwa hiyo kuna gap hapo. Kwa hiyo kwa chini tutaweza kuchora hii order block box, then tutabaki kuweza kulisubiri soko liweze kuingia katika hii order block, alafu tutaweza kuexecute order ya kuweza kubai. Is same ukiangalia katika hii upande wa pili, hapo hakuna gap hakuna. Sasa ngoja tuangalie kwenye chati jinsi ya kuweza ku identify hizi order block. Na hizi order block kuna bullish order block pamoja na bearish order block. Sasa kama tulivyokwisha kuona, sheria ya kwanza hii tuweze ku identify order block, lazima kuwe kuna drastic movement. Hapa tukiangalia drastic movement, drastic move ni hii hapa. Kumekuwa kuna bullish, kuna strong bullish momentum hapa. Na pia kitu kingine, lazima kuwe kuna gap kama unavyoona hapa. Kuna ili gap au fair value gap au imbalance. Kwa hiyo kuna hiki kitu. Kwa hiyo hapa tunaweza tukaweza kuchora hii order block zone kwa kuweza kutumia last candlestick before gap. Hii tuna include, ndio ambao tuna include. Kwa hapa nitachukua hii box, nitachukua hii box hapa, then na draw hii hapa, hizo si hapa. Ina maana hapa nimeweza kuchora
hii order block, then ni kusubiri soko lije liingie kwenye hii order block hapo, then ni kuplace order, na soko lilishaingia hapa. Kwa umeona hapa namna gani ambavyo ningeweza kutrade, kuplace order ya kubai kama unavyoona hapo. Sasa ngoja ni fanya demonstration nyingine tuone. Okay, kuna mfano hapo mzuri hapa au jao mzuri sana, je perfect sana, tunaweza tukachora hapa. Hapa tukiangalia tukiangalia hapa kuna hii drastic movement, japokuwa ni ya one candle ila sio mbaya, imeonyesha kuna strong momentum ya kuseli hapa. Kwa hiyo tutachora hii order block, hii ni bearish order block kuweza, kwa sababu tutachora nyuma ya ili gap hapa. Ukiangalia nyuma ili gap kuna hii candlestick hii, kwa hiyo tuta include hiyo candlestick hiyo. Kwa hiyo tutakuja kuchukua box zeni, naanza ku include hapa. Kwa hiyo kama unavyoona hapa kwa hapa kitu ni kusubiri soko lije ingie kwenye hii zone, zeni utaona hapa livyoweza kuseli. Okay, ni chole nyingine, order block nyingine. Order block nyingine, huu ni mfano mzuri sana, na hii ni bearish order block. Ukiangalia hapa kuna hii drastic movement ambayo unaiona, kwa drastic move. Kwa hiyo hapa nitaweza kuchora kwa kuweza ku include hii last candlestick hii, last candlestick before hii momentum hii, before hii gap. Kwa nitachora nyuma hapa. Kwa hiyo nitakuja kuchukua hii box zeni kama unavyoona hapa, nitachora kama hivi. Kwa hapa nimeweza kuchora hiyo order block, zeni tasubiri soko mpaka litakapoweza kuja kugusa hii order block zone, na hii ni order block zone. Kiangalia hapa imeweza kugusa kwa kiwango kidogo, lakini kwenye hii time frame ya 4 hour hakuna matatizo, kwa sababu unarudi kwenye time frame ndogo kutrade. Kwa ukiangalia hapo, hiyo ni nini? Hiyo ni order block, ungeweza kutrade hapo. Kwa hiyo ni hivyo tu.